Karibu msikilizaji katika kituo chetu ya nipate kukufahamisha na kukutaarifu kuhusu yale ambayo yameweza kutokea na yale ambayo yamejiri nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, kuna taarifa hapa inaniambia kwamba bunge la Marekani la House of Representatives wamepiga kwenye mshono kuhusu mauaji, utekaji wa Samia Suluhu na mashambulizi yake dhidi ya viongozi wa kidini. Anipata msikilizaji kwamba bunge la Marekani limepata kujadili na kuzungumza, pia kutoa maelekeo na kusema hatua zitakazoweza kuchukuliwa kuhusu visa vya utekaji, mauaji yanaweza kutokea nchini Tanzania chini ya serikali ya Samia Suluhu Hassan. Lakini pia walichoweza kukijadili ni vita vya kidini ambavyo vimeonekana kuendeleshwa na serikali ya Samia Suluhu. Msikilizaji, ikiwa naendelea kukusomea taarifa hii, inasoma hivi. Mkiti wa kamati ya nje, kamati ndogo ya Afrika, Chris Moth, katika hotuba yake amesema, kwingineko barani Afrika, Tanzania imeshuhudia kuhusu kurudi nyuma kwa uhuru wa kidini. Tanzania imeshuhudia kuhusu kurudi nyuma kwa uhuru wa kidini. Ina maana katika serikali hii ya Samia watu wamekwazika sana na kumeweza kutokea vita vinavyoendeleshwa kutokana na madhehebu mbalimbali ambayo watu wanashiriki kwa haja ya kukidhi haja zao za kidini. Sasa serikali hii ama bunge hili la Marekani limepata kujadili hoja hizi ambazo baadhi yake ni mauaji, utekaji, kupotezwa kwa burebure kwa wananchi wa Tanzania, lakini pia vita vilivyoanzishwa vya kidini kutokana na viongozi mbalimbali kupata kutekwa. Sasa nikiendelea kusoma taarifa hii msikilizaji, inasema hivi. Makasisi wengi wa Katoliki akiwemo Padri Charles Kitima walishambuliwa na kutekwa nyara baada ya kukosoa dhuluma zilizofanywa na utawala wa Rais Samia Suluhu. Kiongozi wa upinzani Tundu Lissu bado amefungwa. Balozi wa zamani wa Tanzania Humphrey Polepole bado hayupo baada ya kutekwa nyara kwa vurugu, na mamia, labda maelfu ya Watanzania wametoweka bila dalili yoyote kufuatia vitendo vya upinzani. Kisha taarifa hiyo ikaendelea kusema matawi zaidi ya 2000 ya kanisa yanayohusiana na kanisa la Glory of Christ la Askofu Josephat Gwajima la Tanzania yalifungwa baada ya kupinga utekaji nyara huo na mauaji ya nje ya mahakama. Wazungu wanaitamka kwamba ni extrajudicial killings. Sasa taarifa hiyo ikaendelea kusoma hivi. Waumini mara nyingi walipigwa Jumapili baada ya Jumapili na mamlaka kwa kujaribu kukusanyika kwa ajili ya ibada. Kisha ikaendelea, kama jumuiya ya kimataifa ingesimama katika mishikano na viongozi hawa wa kidini mapema, mauaji ya Oktoba 29 yangeweza kuzuiliwa. Mauaji haya yalijumuisha mauaji ya yatima wa mitaani, wanawake wajawazito, watoto wachanga, pamoja na ukiukaji wa uhuru wa kidini katika hospitali za Kikatoliki, ambapo mamlaka yaliwashinikiza watawa kuhamisha waandamanaji waliojeruhiwa kwenye vyumba kuhifadhi maiti. Watawa walipinga kwa ujasiri. Sasa msikilizaji, taarifa hiyo imeweza kufikia hapo, na kile ambacho kimeweza kuzungumziwa pale msikilizaji ni kwamba serikali ya Samia imeonekana ikiendelesha vita vya kidini hasa
kwa viongozi wa kanisa Katoliki na lile kanisa la Glory of Christ ambalo lipo chini ya Askofu Josephat Gwajima, ambalo kwamba matawi yake zaidi ya 2000 yalipata kufungwa na washirika wake wakapata kushambuliwa Jumapili hadi nyingine. Kwa hivyo kila wakati walipokwenda kuhudhuria kanisa, walipopatana na polisi walishambuliwa. Sasa msikilizaji, bunge hili la Marekani limepata kujadili masuala yote haya yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania, ambayo kwamba limeweza kutoa maelekeo na kuzungumza kinyume na yale ambayo yaliweza kutendeka kwa Watanzania. Sasa msikilizaji, hatua ambazo zinatarajiwa kuchukuliwa kutokana na bunge hili kujadili hoja hizi za Tanzania. Inakumbukwa kwamba kipindi cha kwanza, wakati walipoyashuhudia yale maovu yaliweza kutendeka nchini Tanzania, cha kwanza walijiondoa ama walipata kuondoa sehemu ya sapoti waliokuwa wanaipea nchi ya Tanzania. Wakasema kwamba wataondoa sapoti yao kwa sababu hawauelewi, hawajapata picha rasmi ya uhusiano mpya waliopata na nchi ya Tanzania. Sababu iliyosababisha wakasema hivi ni kwamba Tanzania haikuwa salama kwa nchi ya Marekani kuendelesha biashara zake pale, kwa sababu kulikuwa na ukiukaji wa sheria mkubwa, lakini pia viongozi waliochukua mamlaka nchini Tanzania walichukua uongozi ule kinyume na matakwa ya wananchi. Bila shaka msikilizaji, kiongozi anayefanya hivyo ana uwezo wa kufanya na kusababisha chochote kifanyike, na kwa hivyo Marekani ikakosa kuona nafasi ya kiongozi bora nchini Tanzania watakayeweza kufanya biashara ama kushirikiana na yeye katika kuwafikisha mipango tofauti tofauti. Na jambo hilo msikilizaji, ndio likaweza kuhakikisha kwamba Marekani kupitia kwa viongozi wake wakaondoa sehemu ya ufadhili, lakini pia wakasema kwamba watafanya tathmini upya ya kuelewa uhusiano wao mpya ule uliopatikana na nchi ya Tanzania. Kwa hivyo ndio kile ambacho kimeweza kusababisha msikilizaji, nchi ya Tanzania kupitia kwa Samia Suluhu ikaweza kuuza baadhi ya mali yake ili kuweza kuendelea kujistahimili na kusimamia baadhi ya project ambazo zilikuwa zinasimamiwa na ufadhili ulioweza kutoka katika nchi ya Marekani. Sasa baada ya mjadala huu msikilizaji, kile ambacho tunategemea ni kwamba Marekani itaweza kutoa mwongozo rasmi wa kile ambacho wataweza kukifanya na kile ambacho wataweza kuachana nacho. Kwa hivyo ndo taarifa ambayo waliweza kuitoa, na kama nilivyokusomea msikilizaji, vita vya kidini, visa vya utekaji, mauaji, lakini pia visa vya watu kupotezwa ovyo ovyo vimesababisha kwamba nchi hiyo ipate kuchukua mkondo tofauti katika kufanya mambo yake na nchi ya Tanzania. Msikilizaji wangu, jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninakujuza kuhusu yale ambayo yameweza kutendeka, lakini pia nahakikisha kwamba tunafanya uchambuzi wa kina na tunapata kuelewa kiundani kile ambacho kinaweza kutokea. Sasa nataka nikukaribishe kwenye kituo chetu hichi, uendelee kutia subscription kwenye channel yetu kwa maana ya kuendelea kupokea video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia kwenye ukurasa huu, uwe wa kwanza kupata kutazama na kupata kufahamika kuhusu yale ambayo yanakuwa yanaibuka ndani na nje ya nchi ya Tanzania.